Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wapendwa katika jina la Yesu. Mimi niko mzima, mwili, roho na nafsi yangu. Nasikia kumshukuru Mungu jioni ya leo. Yeye ni mwema, amekuwa Mungu karibu katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninayo sababu ya kusema yeye ni Bwana na ni Mungu wangu, maana amenitetea, amenipigania, ameniwezesha mpaka sana majira haya. Haleluya, Bwana asifiwe. Leo nilikuwa nataka nianze mafundisho ambao nitafundisha kadri ya uwezo wa Roho Mtakatifu, maana mimi mwenyewe siwezi hakika. Nilikuwa nataka tusome Mithali za Sulemani hapa. Mithali za Sulemani ambapo nilikuwa nataka kusoma Mithali mlango wa 7 kuanzia mstari wa 1. Inasema, mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Hiyo ni 1. Bwana Yesu asifiwe. 2 inasema, uzishike amri zangu ukaishi, na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika Mithali za Sulemani inatuambia kwamba mwanangu, yashike maneno yangu ukaishi. Haleluya. Unakuta wokovu wa sasa ama Wakristo wa leo, unakuta wanapenda kuishi katika sheria zao na amri zao, na wanazifata tamaa za miili yao. Bwana Yesu asifiwe. Ama tamaa za mioyo yao, ama matamaniko yao. Haleluya. Yaani unakuta mtu hataki kuenenda katika sheria ya kiungu, na after akiona mambo yamemzunguka, unakuta anaona ni kana kwamba hakuna Mungu ama wokovu ni bure. Unakuta mtu analalamika katika maisha yake, na si kwamba amefata amri ya kiungu. Maana nina uhakika kama Biblia inasema usizini ama usiue ama usiibe, nafaa ufate sheria ndio upate kuzirithi zile, kupata yale yale mambo ambayo Mungu ametuahidia. Haleluya. Unakuta mtu ako tayari kuzishika amri za mganga, lakini kuzishika amri za Mungu inakuwa kwake ni tabu ama shida kubwa. Haleluya. Sasa unakuta tunakuwa watu wa kulaumu at the end wakati wa mwisho. Unaona, wakati unaona hapa mimi nimefika mwisho, unaanza kulaumu, unalaumu, mimi nimeokoka, lakini huo wokovu hata siuoni kama ni kitu. Huo wokovu sijui ni. Hapana. Kama Biblia imesema zishike amri zangu ukaishi, yashike maneno yangu, unaona, ukaishi. Na kama hutashika amri za Mungu, wataka uishi vipi? Maana kila kitu kina misingi yake. Unaona, hata babako, hata wazazi wako wanaweza kwambia, hapa nataka uishi hapa kwangu nyumbani mwanangu, kwa mfano umeanza kwa mkubwa, lakini nataka uishi kwa amri zangu, bila hivyo nitakutoa nje. Kama babako wa kiroho, kama babako wa mwili wa damu na nyama, babako mzazi ama mamako, anaweza kwambia lazima ushike hizi amri za ndani ya nyumba hii. Kama utashika hizi amri za nyumba hii nitakutoa. Kwa nini Mungu amekupa sheria zake unazikataa ama unafuata mambo yako, baadaye unakuja unalaumu? Ningependa tuwe tunakwenda katika sheria za Mungu. Shikilia wokovu vizuri. Wokovu una faida sana. Wokovu una maana sana, lakini una maana wakati utakaposimama katika position yake, wakati utakaposimama katika utakatifu, na utakaposimama katika sheria za Mungu. Kwa sababu kwa mfano wewe ukienda kwa mganga ama uende mahali kwenye utaenda ukapewe amri za kule ndio ufanikiwe, unaweza kufanya. Unakuta hata watu wa Freemason hawa wakiambiwa fanya hivi, unakuta anafatizia, tena anazifatizia kwa nguvu zaidi, sababu anataka apate mafanikio. Na unaona kule ni mahali kwa hatari.
lakini anazifuata kabisa. Hasa wewe mwokovu, na wewe shika amri za Mungu ili uweze kuishi. Usiwe vuguvugu, utatemwa. Usiwe huku na huku, maana ukiwa huku na ukiwa huku hautajulikana uko wapi. Wewe uko katikati, hujashika amri za Mungu na unajiita wewe ni Mkristo. Kwa masengenyo uko, kwa udaku uko, kwa kila kitu uko. Sasa wewe yani wewe uko huku na huku, huku na huku. Ukiekwa kwa umbea, wewe umo humo. Ukiekwa kwa kusuta wenzako, umo humo. Ukiekwa kwa uchawi, uko huko. Tena Jumapili umebeba kapochi kako mwenyewe waenda kanisani, ama umebeba briefcase yako unaenda zako kanisani. Sasa si vibaya, kwa sababu wewe mwenyewe umechagua. Mimi nasema si vibaya, si umechagua. Sasa mimi ningependa sana usimame katika zamu yako. Maana hata neno la Mungu linasema mbea endelea kufanya umbea sana, na mwokovu shika wokovu sana, na mchawi roga sana, maana siku inakuja utakuja kujibu. Haleluya. Utakuja kusema ulikuwa wapi? Maana itafikia siku tutakuja ulizwa, matendo yako yatasema. Kama ulikuwa unaenda katika njia za Kikristo, haya. Kama ulikuwa wewe ni mbebaji bagi, siku ya kuzikwa utazikwa Kikristo vizuri, watu watajua huyu tunamsafirisha ni mpendwa katika Bwana. Lakini wewe na Mungu wako wakati huo ndio utasimama ukijua kwamba wakati huo utakuwa hakuna mtu mwingine hapo, ni wewe na Mungu. Unaona? Sasa usipozifuata amri usije ukalaumu. Ukasema wokovu mimi naona hata hauna faida yoyote. Wokovu una faida. Tena hakuna kitu cha maana katika maisha yako kama wokovu, lakini ni uzifuate sheria za Bwana. Na Mungu atakubariki. Mungu atakuinua. Mungu atakufanikisha. Kama unataka kufanikiwa, unataka baraka, toa fungu la 10. Toa sadaka na zaka kamili. Unataka kufanikiwa. Hebu angalia watu wale wa kule nje. Wakiambiwa leta kuku, leta mbuzi, leta sijui wanaleta. Wewe kutoa fungu la 10 mimi basi ndio ile fungu la 10 likaliwa na pastor. Ngoja nikwambie, kula, kutumia, kufanyia kazi ya Mungu, ile ni shauri ya pastor, si kazi yako. Wewe toa fungu la 10 na uondoke. Nielewa? Ukitaka baraka toa fungu la 10. Unaona? Lakini sisi tunataka baraka na una mkono gamu. Hata ukisikia kuna mchango kanisani ni wameanza kuchangisha, hawa wanataka kuchukua hizo pesa waende wakatumie. Ukitoka hapo unataka ubarikiwe. Unawataja wapako wa mafuta wa Mungu bure. Unawasengenya, yani wewe uko katika njia ambazo sizo na tofauti na wokovu, na unajiita umokovu. Basi ngoja nikwambie una hasara kubwa sana. Maana hata afadhali ambaye yuko nje kuliko wewe ambaye tunakuona uko hapo ndani na hakuna kitu hakuna mahali unaenda. Umeelewa? Kwa hivyo be very careful, kwa sababu huu ni wakati wa mwisho. Mwana wa Mungu anakuja. Hujui sana majira utakayofunga macho yako na utoke ulimwenguni. Cheza tu na neno la Mungu, ama cheza tu na wokovu. Enenda katika njia zile unazotaka. Jioni uko huku vichochoroni, asubuhi haya uko jumuiya na wenzako. Lakini ujue siku hiyo ya mwisho utajibu peke yako. Usiseme hatukusema. Maana neno la Mungu katika Mithali, nimesoma Mithali hapa. Mithali 7 mstari wa 1. Nasema mwanangu, yashike maneno yangu na kuzishika amri zangu, zikawe akiba kwako. Yaani iwe ni akiba kwako. Ili ukipatikana na kitu, kama umepatikana na magonjwa, unamwambia Mungu, hilo ni neno lako ya kwamba kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Hasa ile ni akiba umejiwekea, unajivunia, unapata fimbo ya kuchapia nao ibilisi. Lakini wewe hata hujazishika amri za Mungu, hujui hata Mungu anasema nini katika maisha yako. Biblia yenyewe unailisoma Jumapili mpaka Jumapili, limejaa makoko, limejaa matakataka, limejaa sijui nini. Wewe hata hujui. Umokovu tu wa Jumapili, hindeni twendeni huko kanisani. Lakini ngoja nikwambie, una hasara wewe. Na hasara. Afadhali usimame katika zamu yako na Mungu atakupigania. Mungu atakutetea. Mungu haachi mtu wake. Mungu haachi mtu. Bora unatembea. Ijapokuwa majaribu yametengenezewa sisi wanadamu. Saa nyingine unaweza pitia hali ukasema lakini hapa naona hapana. Lakini ngoja nikwambie, unapofika mwisho Mungu anaanzia pale.
Maana yeye ni Mungu ambaye hana upendeleo, wala haulizi mwanadamu kukubariki wewe, wala haulizi mtu kukufanyia kitu kile unachotaka. Haleluya. Kwa hivyo simama, fuata amri za Mungu, usije ukapata hasara dakika ya mwisho. Hebu tafakari lile shimo la giza wakati utakapoingizwa katika kaburi, wewe peke yako na Mungu. Usiku wa kwanza wa kwenye kaburi, hebu jifikirie utajisikiaje yani? Alafu hapo ndio ulikuwa wewe kiongozi, na ulikuwa kwenye uzinzi, ulikuwa wewe ndio kwenye umbea, ulikuwa wewe ndio kwenye kuiba masadaka ya kanisani, wewe ndio ulikuwa mwenye kufanya kila aina ya hasara, hongo. Una kazi nzuri kabisa na uko mahali kwenye position ambayo unaweza kusaidia kijana pale kanisani na akaingia akapata riziki, lakini unataka kuhonge ndio uweze kumpatia. Basi tafakari ile siku utakaoeko katika jeneza mwenzangu. Ile siku utakapoingizwa katika kaburi, hapo ndio utatambua. Utajua kwamba kumbe afadhali ningefuata zile amri za Mungu. Maana pale ni giza totoro. Hata afadhali vile ambavyo sasa hivi kwa mimi na wewe tunaweza semezana hapa, nikakutumia ujumbe katika Facebook ukaangalia. Lakini wakati huu utakuwa peke yako. Sasa kama ulikuwa unataka 100,000 uhongwe ndio upate mtu kazi, siku hiyo utajifikiria pale kwenye lile kaburi. Siku ya mwisho inakuja, siku ya giza ambalo halijawahi onekana. Hapo ndipo utatambua kwamba watumishi walikuwa wakisema neno la Mungu lilikuwa. Utatamani yani urudishwe, uje uangalie dunia tena alafu urudi, lakini hautaweza. Utakuwa umechelewa. Haleluya. Kwa hivyo rekebisha matendo yako kuanzia sahihi. Jaribu uzifate amri za Mungu mwenzangu. Usiku wa giza unakuja, utakujalia wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hili somo kama Mungu ataniwezesha zaidi tutaweza kuliendeleza. Maana ni somo refu. Mithali za Sulemani nyingi, kuna mafundisho mengi, kuna venye kuna mambo mengi sana ya kufundishana. Ni vile tu mara nyingi huwa sina time kwa sababu ya hapa kazini. Isitoshe mara nyingi namaliza kazi kuchelewa. Lakini leo nashukuru nimekuwa pamoja nanyi wakati wa mapema. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi. Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu naitwa Dorcas Zawadi. Mbarikiwe. Ukipata video hii usiwe mchoyo. Ukitaka uta like, ukitaka uta share, ukitaka uta comment. Haleluya. Ubarikiwe sana. Simama katika zamu yako. Simama katika zamu yako. Jaribu sana utende hata kama ni mema. Angalia mchana mzima, make sure umefanya kitu cha kueleweka. Yaani usikubali mchana ukupite kabla kutenda mema. Usikubali mchana upite yani katika zile amri 10 za Mungu uwe umefanya tu 3. Lakini zile zingine zote umezikosea. Usikubali. Afadhali hata ukoseka moja kwa siku. Yani ile nakupa moyo yani. Lakini nataka uwe 100%. Yani unafanya vile vitu ambavyo Mungu vinampendeza. Unajibishana na wenzako, unawajibu vizuri. Maana kuna watu ambao hawezi kaa bila kukwaza wenzao. Unakuta mdomo yeye bila kukasirisha mtu, yani yeye hana amani. Basi ujue ile ni amali yako unajitengezea. Yale ni matendo yako na zile ndio mbegu zako ambazo utakuja zivuna time hiyo. Usione eti kule kujibu tu kifua. Mimi nitamkorofisha, nitamfanya vituko ile hata amini. Basi ile si sifa. Watakusifu duniani lakini wakati ule wa giza utakuwa peke yako. Naelewa? Jaribu utende mema yani. Jaribu uwe mtu mwenye ambaye unaweza ukaongea na watu vizuri. Unakuta mtu asipokorofisha bwanake hana raha. Tara mvuruge yule mwanamume wa watu akiingia katika ile nyumba kwa sababu yeye ndo raha yake. Ama asipokorofisha bibi yake ndani ya nyumba, anaona majirani atamuona yeye si mwanamume. Basi ngoja nikwambie, atalia yule mtoto wa watu, lakini ujue siku moja utakuja jibu. Mheshimu mke wa ujana wako, upate kuishi maisha mazuri, upate kuzirithi neema za Mungu. Haleluya. Kwa hivyo ningependa sana tujaribu tuangalie kile kitu ambacho tutafanya. Angalia, leo huko kesho hauko. Unaugua tu kidogo ushatoka duniani. Hebu angalia, utakuwa wapi? Jiulize, hebu kaa chini. Jiulize tu.
katika haya maisha yangu ya wokovu ambayo niko nayo, je, na haya maandiko ambayo yameandikwa katika Biblia, je, mimi kuna kitu kema ambacho mimi nafanya kweli? Kuna kitu ambacho ni kizuri ambacho nafanya? Ukiona una vitu ambavyo vibaya unafanya, achana navyo, fanya vitu vizuri na Mungu atakubariki. Haleluya. Mungu atakubariki na atakuinua na atakujaza nguvu na utabarikiwa na utakuwa mtu mwema. Maana utakuwa umeyatambua makosa yako. Haleluya. Utakuwa umetambua makosa yako na utakuwa umerekebisha. Afadhali anayetambua makosa yake na arekebishe kuliko yule ambaye ni mwemweu tu unaenda tu duniani na hujui kabisa kama mimi natembea katika wokovu ama mimi natembea nje ya wokovu. Haleluya. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Utakapojirekebisha, Mungu atakuinua. Kama umenielewa sema amina tu. Hata ukiandika tu amen, nitajua umeelewa kile kitu Dorcas amesema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwe macho sana wateule. Rosimando aliimba wateule muwe macho. Yaani mteule kuwa macho, shetani asikuchanganye na dunia, asikuchanganye na mali za dunia. Ukajiona mimi nina mali sahihi. Hakuna mtu ambaye ataniambia kitu. Basi mali utaziacha, hakuna kitu utatoka nacho duniani. Utatoka na pamba, na kama utavishwa koti na kiatu cheusi vizuri, ama kama utavishwa sanza tu, hiyo ndio utatoka nayo. Hata ukavishwa pete ya dhahabu ama saa ya dhahabu ama ukavali cheni, sasa ile ndio umelala, litaoza. Ikizidi kama kuna mpenyo wa kuibiwa, utakuja vunjwa ile kaburi, watu watoe zile vimali, watu wakatambe mbele, na wewe utabaki ukiwa peke yako. Na hata kama utaoza nazo pale kwenye kaburi, lakini ujue roho yako itaenda roho kama ilivyo. Unaelewa? Kwa hivyo jaribu sana uzishike amri za Mungu upate kuishi maisha mema na Mungu atakubariki. Mungu atakuinua. Kwa hivyo jaribu sana mwenzangu. Siku za mwisho zimefika. Unaweza jikuta leo uko sawa, kesho ukajikuta umelala. Je, ukilala utakwenda mwambia nini Mungu? Utakwenda mwambia nini Mungu wako katika ulimwengu huu wa shida? Jaribu sana ujirekebishe. Tembea katika njia zinazompendeza Mungu ukafanikiwe. Haleluya. Barikiweni sana. Mwe na mchana mwema, usiku mwema. Niseme mchana, mwe na usiku mwema. Mungu awabariki sana. Haleluya. Bye.